Mwanga Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni furaha tena sana, tena kubwa sana kwa kuwafikiwa na jambo kama hili ambalo kwamba nataka kulizungumzia leo, tukiwa katika tutarajia iwe ni saumu ya mwisho wa mwaka huu, si saumu ya mwisho ya sisi kuifunga Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu turudishe tena Ramadhani nyingine na nyingine na nyingine kwa furaha na amani na uzima na upendo. Mada yangu ya leo, ndugu zangu, nimekuja hapa kwa ushujaa mmoja, kwa nguvu iliyokuwa mzito nilonayo, kwa raha na bashasha na nderemo ambazo zimeishukia moyo wangu baada ya simanzi lililokuwa lingi ya kuona kuwa nimefanya mambo ambayo kwamba sio madrasa yetu, sio malezi yetu, sio mafundisho yetu, sio akida yetu, sio tarika yetu, sio dini yetu. Nalo ni jambo la wakati unapohisi, nataka zifahamike ibara, nitakuwa makini sana leo ili nisije nikakosea katika ibara nitakazozungumza. Wakati unapojihisi kuwa umekosewa. Kwa nini nikasema unapojihisi? Hakika ikiwa utakuwa na mtazamo wa ndani wa kuangalia ikiwa Mwenyezi Mungu amekosewa na hakumpatiliza alomkosea, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio kiongozi bora alikosewa na hakumkejeli na kumtukana aliyomkosea, hakuna tena mwingine ambao anaona anastahiki mimi kwamba nastahiki nisikosewe katika maisha yangu. Sijasema mimi nimekosewa, lakini nasema unapojihisi kuwa umekosewa. Na naposema unapojihisi, kwa kuwa ni madai, sio ukweli. Na kukosa kwa mwanadamu sio big issue, sio kosa kubwa, lakini kutokubali kuwa wewe umekosa ndio kosa kubwa, au kutokubali kurekebishwa katika uliokosa ndio tatizo kubwa. Na wakati unaporekebishwa, haitakiwi utazame umerekebishwa kwa njia ya sawa au njia ya makosa, madamu umerekebishwa. Na mimi nawashukuru waliorekebisha wote kwa njia yoyote, njia walioitumia wao. Ni muhimu tu mmoja akaya angalia, ni hivi ndivyo sawa kurekebishana. Kama mimi ndivyokaa nikajua leo nimefanya makosa makubwa sana 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 sana. Makosa gani? Ya kutaka kurekebisha kosa kwa kosa. Ikiwa kuna kosa, ilikuwa kuna njia nastahiki kuzitumia, na haya ni maelezo nataka niyaelezee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi karibuni, ndugu zangu nyote, mumeshuhudia na ni mashahidi wa mambo yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo kwamba yanihusu mimi, mambo ambayo kwamba yanaonihusu mimi katika yale niliyoyasema kuhusu au kuizungumzia ofisi ya Mufti, sawa ikiwa ni upande wa ofisi au baraza la ulama. Yale niliyoyazungumza baada ya kukaa na kutafakari, na mara nyingi mwanadamu sengine hufanya kupitia hisia fulani, emotion fulani, hasira fulani, tatizo fulani. Baada ya kukaa na kuyatafakari na kuyaangalia kwa busara, na pia kupata maelezo kwa huyu na yule, Mwenyezi Mungu awajaze kheri wale walokuja wakaweza kuninasihi, wakaweza kunielezea, wakaweza kunitanabahisha.
kwa njia ambayo kwamba niliyoisema kwenye kile nilichokiita ujumbe wangu kwa mufti wa Zanzibar juu ya wasaidizi wake. Yani baada ya kutoa ule ujumbe, nikarudi nikakaa nikaufikiria na kupata wenye busara na wa uchambuzi wa alfadhi yatafattatu alibarat. Kwa kuwa mimi nilipofundishwa fiqihi niliambiwa fiqihi ni kuzichambua zile ibara, na mashallah kuna watu ni hodari kuchambua zile ibara. Kukaa na mimi ili tuzirudie sisi wenyewe zile ibara, nikakuta haya ambayo kwamba nitakao kuelezea yanaofuatia. Ilikuwa sitakiwi niwe na haraka, sitakiwi niwe na upesi, natakiwa niwe makini. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia at-ta'anni min Allah, upole ni kuyafungamanisha mambo na Mwenyezi Mungu, wal ajalatu, na haraka haraka ni kufungamanisha mambo na shetani. Tafakuri yangu imenifunza kuwa sikupaswa, yani ile tafakari mimi ndo tafakari nilitoka na natija, kwa kuwa mimi sikupaswa kuyasema yale niliyoyasema, na niliyasema kuruhusu tu hisia zangu zinitawale na zile emotion zangu na ile jadhba langu, nikafika zikaweza kunisemesha niliyoyasema, ambao si katika mambo mimi huyafanya mambo kama hayo, si kawaida yangu. Ikiwa mimi nimekukosewa makosa ya uhakika yasokuwa na tafsiri, kutukanwa na familia yangu, sikuwahi kurudi, sikuwahi kuyazungumza kwenye mitandao, bali ilikuwa ni nasaha tu kuwanasihi jamii, tusitukanane, tusipende. Lakini sijui ni kama naweza kusema najua Mwenyezi Mungu hukufikisha wakati ufanye kosa ili akuhifadhi na kosa kubwa zaidi au baya zaidi. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kunitarabahisha na kunionyesha kwamba hii njia si sawa. Wewe hukufundishwa jambo kama hili, hukusomeshwa mambo kama haya, kizazi chako si kizazi cha kuweza kuyafanya mambo kama haya, na aibu kama hini uingie mitandaoni uzungumzie kosa aliyokukosea, umzungumze na umpe tahadhari au umpe challenge. La, sio madarasa yako unafundishwa wewe. Wanasibika na watu ambao kwamba hustahiki kufanya mambo kama haya. Ikiwa siwezi kujifikiria mimi mwenyewe, niwafikirie kwanza wazazi wangu na wakosea wao, pili walimu zangu, tatu familia yangu, nne jamii wanaonipenda, hawapendi kuniona mimi katika mambo kama haya, mbali na kumfikiria kwanza Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi narudi baada ya tafakari nilokaa nikaifikiri, imenifunza kuwa sipaswi na sikupaswa kusema yale niliyoyasema kwa ajili ya kuziruhusu hisia zangu zinitawale na kunisemesha niliyoyasema, si katika mambo ambayo kwamba mimi huyafanya au mimi nimefunzwa au mimi nimeelimishwa au mimi nimekulia nikayakuta mambo kama hayo katika jamii yangu, haswa familia yangu ya Sharafa Alwi-Dini. Wanaomjua Ustadh Alwi-Dini wanamjua vizuri, ameishi akapata mitihani, kila ina mitihani, lakini alikuwa ni mvumilivu na ni msubirivu. Mwenyezi Mungu amjaze khairi huko aliopo. Lakini kwa kuwa mimi ni mwanadamu na sisi wanadamu, moja ya jambo ambalo kwamba tumeumbwa nalo, imekuwa ni jibila, ni maumbile, ni kukosea. Lakini si kufurahia kukosea. Kuna tofauti ya kukosea na kufurahia kukosea. Ni kukosea, na mwanadamu mbora ni yule akikosea anapotanabahishwa azundukana na arudi nyuma. Na mimi hiyo ndiyo ilonifanya kufanya makosa kama yale niliyoyafanya kiubinadamu. Hivyo leo hapa tarehe 30 siku ya Jumapili mwezi 29
wa Ramadhani, tukitarajia ni Ramadhani ya mwisho, nikiwa katika mji wangu nilozaliwa, mji wangu nilolelewa, mji wangu nilosomeshwa, nikiwa Lamu. Nimeamua kutoka hadharani kwenye mitandao yote na kwa njia yoyote. La ingewezekana nisimame juu al-Kaaba, mimi sioni aibu, bali naona fakhari zaidi ya kuwa naweza kusema mimi nimeyafanya yale nikawa najifakhirisha. Mimi sioni fahari yale niliyofanya. Fahari naiona kwa hii ya kuja hadharani kuomba radhi kwa wale wote ambao kwamba kutokana na kile ambacho kwamba nilichokisema katika mitandao kimewaumiza. Nakubali nilifanya makosa, nakubali nilikosea, nakubali nimezungumza yasiyo sawa. Tuacheni mbali ni kweli si kweli, hayo ni baadaye. Hivi sasa mimi nakubali njia niloitumia si sawa kabisa kabisa kabisa. Maneno niloyasema yalikuwa hayapaswi ni yaseme vile. Kama ambavyo kwamba naomba radhi sana, na radhi hii maalum kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kumshirikisha katika mazungumzo yangu na pengine kutaja niliyoyataja. Si maana kutaka kuonesha hana thamani kwangu, la hasha. Mimi kwangu mimi ni kwamba anzilun nasa manazilahum. Hii ndio itikadi tulofundishwa nayo sisi. Kila mmoja muheshimu kwa heshima yake, na muheshimu ni mama yangu kabla ya kuwa ni kiongozi wangu, ni mama yangu, na muheshimu na nitabaki na muheshimu, na nataraji naye atanifahamu kwamba yale aliyozungumza yalikuwa ni hisia ambazo kwamba hazistahiki. Kadhalika pia napenda kumuomba kaka yangu, ndugu yangu, mkubwa wangu radhi sana Rais wa Zanzibar kwa kumshirikisha pia na pengine kutokwa na maneno, na muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhifadhi na mlinde marais wote wa Tanzania, wa Muungano na wa Zanzibari, na nawaomba radhi wote. Kadhalika nikichukua pia nafasi hii ya kipekee kumuomba radhi mheshimiwa mzee wangu, shekhe langu, mwalimu wangu, mufti mkuu wa Zanzibar na baraza lake lote, sawa ni ofisi, sawa ni baraza la ulama. Na waomba radhi sana 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 sana. Haitoshi kuomba radhi, na pia nakiri niko tayari, pia nakiri niko tayari kwa ajili ya kupata msamaha, ili nisamehewe na Mola wangu. Wanaoliona lastahiki juu yangu, mimi nastahiki, ingawa na wajua ni wakarimu, ni wapole, na madamu ni maulama wataweza kufahamu kwamba mwanadamu huteleza, hakuna mwanadamu asioteleza. Kadhalika nipende kuchukua nafasi ya kipekee ni muombe radhi rais wangu mpendwa anayetusimamia nchi yetu wa Kenya, Dr. Samuel William Ruto, kwa kumshirikisha na kumtaja katika mazungumzo ambayo kwamba ilikuwa hayana haja, lakini hakuna alotajwa kwa lengo la kudharauliwa, bali alotajwa kwa lengo la kutambuliwa kama wao vyeo waliowapewa. Na kwa kipekee napenda kuwajulisha kuwa haya yalotokea hakuna alonishawishi wala hakuna alonisongeza wala kunipa msukumo. Mimi niliyaona kwenye mitandao na comment zinazokomentiwa, nikasema bila kukaa kumshauri mwenzangu, ila nimepata kujifunza, jamanini, tuweni makini tunapotaka kufanya majambo. Na kitambo tulioambiwa ma nadima man istashara, hajuti anayetaka ushauri kwa mwenzake. Kusema kweli sikumshauri mtu yoyote, na nawaomba yoyote atakayekuja kutukana, kudharau, kunivunja, yani kuniangusha, kunifanya lolote, mpeni nafasi.
mpeni nafasi. Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi watu, akamwambia wewe una mtoto, wewe una mke, asiwaangamize. Kwa nini mimi Izzuddin nisimpe nafasi anaye? Kwa hiyo nawaomba wale wapenzi wangu, kwanza nawaomba radhi kwa kuwaingiza na nyinyi, kuwashirikisha mkawa na hisia mbaya na fikra mbaya kwa baraza la mufti na ofisi ya mufti, pengine na mufti mwenyewe. Nawaomba radhi, nawaomba radhi, na nawaomba radhi, na nawaomba kama mimi nimewaomba wao radhi, msiwachukulie chuki, msiwachukulie vibaya, msiwachukulie hasira. Na yoyote atakayekuja hivi sasa, iwe kunikejeli mimi, iwe kunitukana mimi, iwe ni kunivunjia heshima mimi, kwanza mimi sistahiki kuheshimiwa kwa haswa kwa hili nilolifanya, nastahiki kuadhibiwa. Lakini nawaomba tafadhali, msimtukana na nitukana, tuombeane tu. Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza, na Mwenyezi Mungu atuweke sehemu ambayo kwamba yastahiki, na Mwenyezi Mungu atupe tanabuhi tunapokosea, turudi nyuma, wala tusiwe na tabia ya kuona kuomba msamaha ni udhaifu, bali tuwe na tabia ya kwamba kuomba msamaha ni ukubwa na ni ezi na ni utukufu. Wallahi, lau mungejua furaha nilonayo ya Mungu kuniafikia nikaomba msamaha, mimi nalia kwa furaha, sili kwa kujuta, nalia kwa kufurahi. Alhamdulillah, ningekufa kabla kuomba huu msamaha, sijui ningekutana na Mungu kwa hali namna gani. Na siombi msamaha kwamba ati kwa sababu nyingine yote. Wallahi Mungu ananijua. Naomba msamaha kwa kuwa sikulelewa katika nyumba ya watu kuwakosea watu kwenye mitandao. Sikulelewa katika madrasa inaujua kumtukana anayekutukana au kumvunjia heshima anayekuvunjia heshima. Bali mimi sijavunjiwa heshima, mimi sijatukanwa, mimi sijaambiwa jambo lolote. Kwa nini niingie kwenye mitandao? Nikaona kwa nini mimi leo nimeweza kuja kuwataja watu wao hawajaweza kunitaja kwenye mitandao. Nimelelewa katika nyumba ambao kwamba tulikihusuya tumpenda anayetuchukia. Kwa nini watu hawajatuchukia sisi tuwachukie? Nimelelewa katika madrasa ambao kwamba mtu akikupiga upande huu muulize utahitaji na upande huu. Leo kwa nini mtu hajanipiga? Mimi nataka kumshambulia. Kwa hiyo ndugu zangu, wapenzi wangu, tuweni makini. Tuwape nafasi. Kwa sababu kosa nilolifanya Mungu ndo analijua, na inshallah natarajia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ningekuja kuonesha mitume wengi walikubali kwa Mola wao. Kwa nini sisi waja wake wa kawaida tusije tukakubali? Mtume sallallahu alayhi wasallam ana dua ametufundisha sisi, yaitwa sayyidul istighfar, bwana wa kutaka msamaha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bi sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Unaona hapa, wa abu'u bi dhanbi, nakubali. Sasa wewe kubali dhambi kwa Mungu, hukubali dhambi kwa mume ukosea waja Mungu. Kwa hiyo mimi nakubali, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweni makini. Watakuja watu watasema hili, watasema lile, lakini mimi ninalolisema ni hili: yale yote yalojiri yalipaswa kwanza kuwa ni mazungumzo yangu mimi na mzee wangu. Nimwendee mufti, nizungumze naye, nimweleze, nimsikilize ushauri wake, au nitafute mtu yoyote aweze, kwa mimi siwezi kumfikia, anaweza kumfikia, azungumze nao. Lakini kama nilivyotangulia, hisia zilinighilibu, ubinadamu kanighilibu, shetani akapatiliza nafasi. Min baadi an nazagha shaitan baini wa baina ikhwati. Wale ndugu zangu ni wale, ni wazee wangu, nasikizana nao, tupendana, tuelewana. Kwa nini yatokee haya? Yalikuwa hayahitaji kuwa ni mazungumzo au maneno ya hadharani. Kwa hiyo nawaomba radhi sana na sana na sana ofisi, kwanza mufti mwenyewe, mufti mkuu wa Zanzibar na ofisi yake na baraza la ulama, sana 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 sana, na nakiri kosa kubwa sana nililowafanyia. Nakiri na narudi, hatuko katika masala ninao shuhuda au sinao shuhuda, hayo tu yateni. Mimi
wala siyataki tena kuyajua. Mimi naomba na nakiri msamaha kwa mufti na baraza la ulama na ofisi ya mufti. Pia naomba msamaha kwenu nyinyi wapenzi wangu. Na hili ndio la mwisho, namalizia. Mwisho ni waombe radhi wale wapenzi wangu wote popote pale walipo ulimwenguni, kuumia na yale mlioyashuhudia ambayo kwa haki walitaraji kuona nikishughulikia migogoro iwe inayonihusu au vinginevyo kwa namna nzuri zaidi kuliko hii. Yani wao walikuwa watarajia waone mimi kama kuna migogoro yote naishughulikia kwa njia nzuri, sio njia hii. Kuna watu najua limewakwaza, ni wapenzi wangu, wamesikitika sana na waomba radhi sana. Na inshallah nawaahidi hili litakuwa ni yai la jogoo. Jogoo kwa umri wake huzaa mara moja. Na hili kosa hili inshallah hamtoliona kukariri kwangu mimi, hamtoliona kutokea kwangu mimi. Na naomba sana msichoke mkiniona nimekosea kuniambia kwa njia mtakayo. Mimi nafurahia kurekebishwa kuliko kupongezwa. Jaza yenu kwa wale wote walionipongeza, jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awape kila la khairi, awaepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hii klipu haina malengo ila kuomba msamaha. Ahsantum wa jazakumullahu khair. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.